Tumekuja hapa tuzungumzie kuhusu usajili wa namba 6 ambaye anasubiriwa sana na klabu ya Young Africans. Tunakumbuka kwa kipindi kirefu kidogo wakati toka alivyoondoka, nitasema hivyo, toka alivyoondoka kikosini ama toka alivyoondoka kwenye kikosi cha Yanga, Khalid Aucho ambaye alikuwa ni raia wa Uganda lakini alicheza Young Africans kwa mafanikio, na pamoja na kwamba ameondoka kwenye klabu ya Yanga, Khalid Aucho hakuwahi kupata tuzo yoyote ya labda ni mchezaji bora au kiungo bora. Hata zile tuzo ambazo wamekuwa kizipata wachezaji mara kwa mara kama man of the match au na tuzo zingine ambazo unazifahamu zikimhusisha mchezaji anapofanya vizuri kwenye mechi ama kwa msimu, Khalid Aucho hizo zote tuzo hakuwahi kupata. Lakini hiyo haikuondoa kwamba Khalid Aucho mpaka sasa tunaweza kumhesabia moja kati ya viungo bora zaidi ambao walipata kuhudumu kwenye mpira wa Tanzania, hasa akiwa na klabu ya Young Africa. Na katika msimu mzuri ama msimu bora zaidi ambao Khalid Aucho alihudumu ni msimu ambao Yanga wanakwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kocha akiwa Nelson Nabi. Kama utakuwa unakumbuka, alikuwa na msimu mzuri sana kwa msimu huo. Lakini hata makocha wengine waliofuata baada ya kuondoka Nelson Nabi, akaja Miguel Gamondi, Aucho aliendelea kufanya vizuri. Aina yake ya uchezaji mpaka anaondoka kwenye klabu ya Yanga, sidhani, sina imani hiyo kama na sijaona sehemu kama Aucho ameondoka au utapata ugumu sana kutafuta hiyo record kama alikuwa hata na goli 5 za kufunga, zitakuwa hazifiki. Lakini amefanya kazi kubwa sana iliyotukuka akiwa na klabu ya Young Africa. Sasa toka alivyoondoka hakuna kiungo mwingine ambaye amewahi kucheza kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza Khalid Aucho kwenye kikosi cha Yanga na akafiti kama ambavyo alikuwepo anacheza Aucho awali. Sasa hii imewawia vigumu baadhi ya makocha ambao wamekuwa wanakuja kwenye klabu kuwarazimu kwamba sasa wabadilike hata kimfumo, kwamba manake kocha anakuja anaonyeshwa wachezaji waliopita, timu ilivyokuwa msimu uliopita, sawa, akiangalia namna ambavyo timu ilikuwa vizuri na kiulinzi na vitu kama hivyo. Lakini naona makocha ambao walifuata sasa ndani ya klabu ya Yanga, baada ya kukosa yule kiungo namba 6 pase kabisa wa kuaminika, ilibidi makocha walikuwa wanalazimika sasa kucheza kutokana na aina ya wachezaji walionao. Hususan ukiangalia mchezaji kama Mudathir Yahya amekuepo pale kwa muda mrefu, amekuepo, wamempata Duke Abuya ambaye amecheza vizuri sana akiwa na sasa Duke amekuwa yeye anabadilishana na viungo wengine, kama ataingia Mudathir ama atacheza na Maxi, muda mwingine atacheza Pacome. Ukiangalia kimuundo pale utamuona Maxi, Pacome, muda utamuona Maxi, Pacome, Duke Abuya. Lakini watakapoanza kucheza timu inabadilika shape ya kiuchezaji. Kwa hiyo huwezi kumuona Duke Abuya kwenye majukumu kama namba 6 kwa sababu kuna muda anasogea juu, akisogeza timu, na muda mwingine hata anasogea kwenda kurudi mipira, anaenda kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo namba 6 kwenye kikosi cha Yanga imekuwa shida kumpata, kwa timu ikawa inalazimika kubadilika kucheza kutokana na namna ama aina ya wachezaji ilionao. Yanga walimuinda kwa muda mrefu sana kiungo wa kimataifa wa Ivory Coast anaitwa Mohamed Zograna, na ilikuwa ni tetesi kubwa sana, ikawa namba 6 tukaambiwa imepotelea airport. Mwisho wa siku jezi namba 6 ile alikuja hapa Carlos Carlinho msimu wa mwaka juzi, nakumbuka, akawa amepewa ile jezi namba 6, lakini ilibidi tu kama kuficha aibu. Lakini kiukweli ile jezi haikuwa maalum kwa ajili ya sio Carlinho, sorry nimekosea, ile jezi haikuwa mahususi kwa ajili ya Skudu Makudubela, kwa sababu ndo alikuja kutoka South Africa akapewa ile jezi nambari 6. Kwa hiyo Yanga walihangaika sana kuziba lile pengo, lakini hawakuweza kupata mchezaji ambaye angeziba hiyo namba. Kwa kama utakuwa unakumbuka huo msimu ilivumishwa ile namba 6, ilivuma sana namba 6 itakuwa ya moto, tukabaki tunasubiri tuone namba 6 atakuwa nani. Lakini mwisho wa siku tukaambiwa namba 6 imepotelea airport, namba 6 akaja kupewa Skudu Makudubela. Matokeo yake kwa ni story ya usajili na vitu kama hivyo. Sasa msimu huu, wakati msimu uliopita
Duke Abuya akiwa amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo la kiungo cha Yanga. Ni miongoni mwa wachezaji kwenye eneo la kiungo cha Yanga Afrika, amefanya kazi kubwa akisaidiana na mchezaji ambaye walimchukua kutoka Singida Black Star akamleta pale kwa mkopo, ambaye amemaliza msimu wake na ameondoka, Mohamed Damaro. Walikuwa, ingawa Damaro kiasili ni kiungo wa ulinzi namba 6 kabisa, ile ni nafasi yake na ana enjoy kucheza lile eneo. Utofauti wake ni aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye kama anatumia nguvu sana, alikuwa anakosolewa ni kama hachezi kwa hadhari ya timu na nini, kupata kadi kwake ni kitu cha kawaida na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado Yanga waliendelea kustruggle kumpata mchezaji namba 6 kwenye kikosi hiko. Sasa wakati mwaka huu tunamalizia sasa ligi iliyokwisha 2025-26, Duke Abuya akifanya vizuri sana kwenye eneo la kiungo cha Yanga, ligi inakwenda kuanza msimu mpya wa 2026-27. Tumeona Yanga wameamua kufanya kweli, na mpaka sasa sijui kama kwenye comment unaweza kusema kuna sehemu Yanga wamefanya vibaya kwenye usajili. Wamesajili eneo la kiungo, wamesajili mawinga wazuri kwa sababu ya namba. Hususan kiungo ambaye eneo la winga tutasema pia toka alivyoondoka Jezi Dukapel Morocco, Yanga wamemkosa winga wa kutumainiwa kabisa ambaye amecheza eneo hilo. Kipindi cha Nelson Nabi tulikuwa tunaona mtu kama Falidi Musa alikuwa anacheza lile eneo la winga ya Yanga, na winga unamuona kabisa timu inacheza ikiwa na winga. Lakini toka alivyoondoka Dukapel Morocco, Falidi Musa hakuwa kwenye form ile, ikawa anapanda shuka, haukuona winga asilia. Kwa sababu Pacome pia huwezi kumuita winga asilia kwa sababu ana uwezo wa kucheza eneo la kiungo cha namba 8, anaweza kucheza namba 10, vitu kama hivyo. Kwa hiyo imekuwa pia Yanga imemkosa winga asilia. Tumeona wamemleta mchezaji bora wa ligi kuu ya Zambia ambaye atakuwepo Yanga Afrika kwa msimu wa 26-27, ambaye wamemtambulisha juzi, anaitwa Arbeti Kangwanda, ambaye amemaliza msimu kwenye ligi ya Zambia akiwa mfungaji bora namba 2, akimaliza ligi akiwa na magoli 17 na assist 4. Kiasili kabisa Kangwanda anacheza eneo la winga. Lakini Yanga wakuishia hapo, wametuletea namba ambazo tutasubiri sasa tumuone kikosini, ingawa video tumeziona. Mchezaji kama Hussein Zakwane ambaye makuzi yake ya soka ameyapata kwenye kikosi cha Olympique de Marseille, lakini pia akapata kucheza kwenye kikosi cha FC Gijon. Pale Olympique de Marseille hakucheza, alikulia pale kama makuzi kwa maana ya academy. Baada ya hapo akaenda Gijon, akacheza pale, akatimkia Arabuni ambako ndipo paka Yanga Afrika wamekuja kumpata na kumleta kwenye soka la Tanzania. Wamemleta mshambuliaji kama Sheikh Ibrahim Tule, tumeona namba, lakini wametuletea pia mshambuliaji mkubwa zaidi Afrika ambaye ana rekodi kede Peter Shalulile, vitu kama hivyo. Sasa kwenye eneo la kiungo nimesema kwamba Yanga wameamua kufanya kweli. Sasa tuangalie huyu kiungo namba 6 ambaye bila shaka yoyote ndiye mchezaji ambaye anakwenda kupewa hiyo jezi namba 6. Na hata Alikamwe alisubutu kusema, na mimi naweza nikakubaliana naye kwa sababu Ali pia ni kama mchambuzi, sio kama ni mchambuzi. Kwa kipindi kabla hajakuwa msemaji wa Yanga, watakaokuwa nakumbuka walikuwa wanafuatilia kwenye yale mambo 10. Ali alikuwa anachambua vizuri sana. Amesema ukimondoa Aliou Dieng hajamuona kiungo mwingine kwenye bara la Afrika mwenye uwezo mzuri wa kuipandisha timu, wa kukaba, kuzuia mashambulizi pamoja na kuanzisha mashambulizi kama huyu kiungo wanaokwenda kumtambulisha wao. Sasa swala la kuja kuonyesha kiwanjani ni lingine, lakini uwezo wake ni huo. Sasa mimi nataka tuangalie namba zake, sifa yake na yeye ni nani na ametokea wapi, ingawa kwa sasa tunaona kila mtu anataja. Nimefuatilia kwa karibu sana kakaangu anaitwa Garibu Mzinga, wengi wanamfahamu. Yeye amesema yule sio kiungo, yule ni jini. Na Mzinga alikuwa anacheka akasema ile ni bala. Kama kweli Yanga wanampata huyu, basi lile ni jini, sio kiungo. Sasa taarifa ni kwamba Yanga wamefikia makubaliano na kiungo wa kimataifa kutoka Congo Brazzaville. Anaitwa Fred Duval Ngoma. Huyu bwana ana umri wa miaka 28 mpaka sasa na ametokea kwenye klabu ya Olympique de Safi ya Morocco. Hii Olympique de Safi ya Morocco walikuwa nayo niseme msimu uliopita wa kimashindano, ilimaliza ikiwa iliishia hatua ya nusu finali ya kombe la CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika.
hii Olympique de Safi kutoka Morocco. Ingawa tunavyozungumza msimu huu haipo kwenye ligi ya Batola Pro, kwa maana ya kwamba hawa wameshuka daraja. Ndio maana baadhi ya wachambuzi wakubwa mnaowafuatilia nyinyi sasa, maana tukisema sisi tuonekana kama watu wa kawaida, mnaowafuatilia nyinyi, nimeona hata Mickey Junior ni kama walitegemea makubwa sana kutokana na kile ambacho alikionyesha Freddy Duval Ngoma, kwamba wenda angepata ofa kubwa zaidi. Lakini kwa nini amekuja Yanga Afrika? Labda ni ofa, ama amevutiwa na project ya Yanga, au ni mazungumzo kati yake na wakala wake na Yanga ndio yaliyofanya Ngoma amekuja Yanga Afrika. Sasa Ngoma alijiunga na Olympique de Safi ya Morocco, ilikuwa ni mwezi Agosti mwaka jana, akitokea klabu ya Ali Brannes ya Libya, na anakuja Tanzania akiwa ni mchezaji ambaye ana wasifu mkubwa wa kimbinu na kitakwimu unaodhihirisha ubora wake. Sasa takwimu zake msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Morocco ulithibitisha uimara wake. Alicheza mechi 27 na akianza kwenye mechi katika zile mechi 27 alianza kikosini kwenye mechi 24. Yaani kuna zile mechi 27 za ligi ya Morocco, yeye mechi 24 alianza kikosini. Kwa hiyo kwenye eneo la kiungo, Freddy Duval Ngoma kwenye kikosi cha Olympique de Safi, kocha alikuwa anamwanzisha yeye. Atacheza na nani? Walikuwa wanachaguana wengine. Kwa hiyo kwenye michezo 27 akahudumu kwenye michezo 24. Kwenye kombe la shirikisho CAF Confederation Cup, Ngoma alikuwa ndo nguzo imara ya Olympique de Safi, akicheza jumla ya mechi 7 kati ya mechi 8 ambazo Olympique de Safi walicheza mpaka wanaondoka kwenye mashindano ya kombe la shirikisho, wakishia hatua ya nusu finali. Ukija kwenye takwimu, wataalamu wa takwimu watakuwa wanaelewa. Alishtukiza ama alishitua, ambapo uwezo wake wa kuzuia mashambulizi, hasa ile mashambulizi ya kushtukiza ama tunaita zile counter attack, alikuwa na wastani wa 3.8 karibu kila mechi ambayo alikuwa anacheza. Sasa hii kitakwimu, wale wataalamu wa takwimu ndio watakuwa wanaelewa. Hii kitakwimu ilisaidia sana timu yake kupata clean sheet 4 kwenye michezo ya kombe la shirikisho, ambapo walifika hatua nusu finali kama ambavyo nimekuambia, lakini baadaye wakaja wakatolewa. Olympique de Safi walikuja wakatolewa na mabingwa waliochukua ile kombe la shirikisho kwa msimu uliopita. Hapa tunawazungumzia MC Arja, ambao pia walichukua hilo kombe mikononi mwa Yanga. MC Arja aliwahi kufika finali, akacheza na Yanga Afrika, akalichukua. Kwa hiyo amekuwa ni mwenyeji. Sasa Ngoma sio kiungo tu mkabaji peke yake, lakini na hahesabiwi kama kiungo wa kizamani ambaye kwamba kazi yake ni kukaba. Ngoma ni miongoni mwa viungo bora zaidi wa kisasa, akiwa na uwezo mzuri wa kutumia umbo lake, kwa maana kwamba ni mtu ana umbo refu, lakini pia akiwa ndio injini ya timu kwa namna ambavyo anacheza. Mashambulizi mengi ya Olympique de Safi kwa msimu uliopita yalitokea kwake. Kwa watakao kuwa wanakumbuka, hata Khalid Aucho wakati yuko Yanga Afrika, mara nyingi alikuwa yeye ndiye anaanzisha mashambulizi, na hata timu ikiwa na pressure, wewe mpe mpira Khalid Aucho, alafu yeye atajua timu itachezaje. Alikuwa na uwezo wa kuchagua timu icheze vipi, kwa pressure ama kwa speed yoyote ambayo wewe ungeipeleka Yanga Afrika kwa kipindi Aucho akiwa kikosini. Yeye alikuwa na uwezo kutuliza tempo ya mchezo ama kuipandisha. Kwa hiyo Khalid kipindi kile wakati yuko Yanga Afrika alikuwa na uwezo wa kuchagua sasa timu icheze kwa kasi, opposition mashambulizi ama tushambulie. Na kuna kipindi alikuwa anaanzisha mipira mirefu, kwa maana ya zile long balls pass. Alikuwa na uwezo wa kupiga sana Khalid Aucho kwa kipindi kile. Sasa bwana Freddy, kama nilivyokuambia sifa yake kubwa, kama nilivyokuambia pia sifa yake nyingine ni uwezo wake mkubwa kupiga long ball, zile pasi, mipira mirefu. Na kwa msimu uliopita alikuwa na wastani, kama nilivyosema, kwa wastani wa takwimu. Ukiangalia kwenye zile takwimu, amemaliza akiwa na 68% kwenye 100 katika viungo ambao alikuwa na uwezo wa kupiga mipira mirefu. Kwenye viungo ambao alikuwa na uwezo wa kupiga mipira
mirefu kwa msimu uliopita. Fredi Dulvani Ngoma alikuwa na 68 ya 100 kwa msimu uliopita, pamoja na uwezo wa kutoka eneo la ulinzi akiwa na mpira mguuni. Ana uwezo pia kutoka eneo la ulinzi akiwa na mpira mguuni na akaisogeza timu mbele. Hapo pia aliondoka akiwa na wastani wa 3.1 kwa kila mechi ambayo alikuwa anacheza kwa msimu uliopita akiwa na kikosi cha Olympique de Safi. Umbo lake refu na matumizi ya nguvu ni miongoni mwa sifa alizonazo Fred Duvan Ngoma, na ndo vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya awe ni muhimili kwenye timu Olympique de Safi. Sasa msimu uliopita alifanya tackling kwa wastani. Ndio maana nilisema wataalamu wa takwimu ndio watakuwa naelewa nikisema wastani. Msimu uliopita alifanya tackling kwa wastani wa 2.9 kwenye kila mechi, huku akiwa na ufanisi wa 78% kwenye kila tukio ambalo alikuwa analifanya. Kwa hiyo utaona hata kadi kwenye zile tackling ambazo alikuwa anafanya, manake kadi ilikuwa ngumu kupata kutokana na kwamba kila alichokuwa anakifanya alikuwa anakifanya kwa usahihi, na ni ngumu kumpita kwenye 1v1 kama ambavyo sometimes kuna washambuliaji ama mawinga ambao akiwa na mpira mguuni anaweza kumchekesha kiungo na akapita. Ni ngumu kumtoka kwenye 1v1. Tutakumbuka hata Khalid Aucho alipokuwa kwenye kikosi cha Yanga, kwa waliokuwa wanakumbuka kipindi kile akiwa kwenye ubora sana Aucho, ilikuwa ni ngumu kupita eneo la katikati ya uwanja. Yanga ilicheza sana mpira kwenye eneo lile la uwanja. Yanga walikuwa na miliki sana mpira katikati ya uwanja. Muhimili ama injini ambayo ilikuwepo pale ni Ostaz Khalid Aucho ndio alikuwa anaichezesha timu. Sasa hii ndio sifa alionayo bwana Fredi Dulvan Ngoma. Lakini kwenye ball cover kwa msimu uliopita ameonekana kuwa na wastani wa 6.4 kwa kila mechi. Anajua wapi pa kusimama akiwa hana mpira, na anajua wapi pa kusimama ili wamwangalie na awekewe pasi. Kwenye duo one, kwenye kushinda ile mipambano alikuwa na wastani wa 62 ya 100 kwenye kila mechi ambazo alikuwa anacheza. Hii inatokana na umbo lake refu, kwa maana kwamba alikuwa na uwezo na wanasema kiungo ama beki unatakiwa kuhakikisha unapokuwa kwenye mpambano, shinda mipambano yako. Hii ndio miongoni mwa sifa alizonazo Fred Duvan Ngoma. Yani alikuwa na uwezo, amemaliza akiwa na uwezo mkubwa. Kila pambano analopambania anafanikiwa kulishinda. Hata timu yako unapokuwa unazuia, wewe kama mlinzi unaambiwa faida kubwa kwa timu yako ni wewe pale utakapoushinda mpambano wako. Sasa tunachosubiri kwa sasa ni kuona Yanga wakimtambulisha. Ndio maana umeona amezungumzwa kwa ukubwa, na hata vyombo vya habari kutoka Morocco kwa wanaofuatilia, lakini kwa sababu kama sisi kazi yetu ni soka, kwa hiyo tunafuatilia. Kwa wanaofuatilia wameona hata vyombo vya habari Morocco vimeandika hii taarifa ya kuondoka kwa Fredi Duvan Ngoma kujiunga na Yanga Afrika. Lakini kwa msimu uliopita alikuwa na kiwango bora, na imeelezwa, nimeona baadhi ya wachambuzi tofauti wamemtaja. Achana na hapa tu Tanzania, wachambuzi wengi hata Kongo, kuna mchambuzi mmoja nilikuwa namwangalia kutoka Kongo, anasema kwa msimu uliopita wa ligi 25-26 huenda ndio ulikuwa msimu bora zaidi kwa Fredi Dulvan Ngoma kutoka Congo Brazzaville. Moja kati ya viungo bora sana barani Afrika kwa sasa. Sasa inawezekana ukajiuliza kwamba mbona hatumjui. Sasa hatumjui labda kwa sababu hatumfuatilii, ama hatumjui kwa sababu hatuwezi tukasema yeye ndio kiungo bora zaidi barani Afrika, kwa sababu wapo pia viungo wengine wana ubora kuliko yeye. Kwa huyo ndio kiungo ambaye tunasubiri Yanga wamtambulishe, na tusubiri kuona ile kasheshe la namba 6 msimu ujao. Sasa utachagua mwenyewe timu yako. Kama Yanga Afrika ndo watakuwa hivi, basi tegemea kabisa timu yako kupata wakati mgumu kutokana na sifa ambazo nimezitaja hapo. Sio kwa upendeleo, mimi nimepita na takwimu na namba alizopewa. Kwa hiyo hata ukifanya mtihani, zile max unazozipata sio kwa upendeleo. Naitwa Rashid Kasim, shukrani sana kwa muda ambao umenitazama.